kuweza kupata kuruhusu magoli mawili tu ambapo timu zingine zimeweza kuruhusu mpaka magoli 5? Ni katika harakati ya kuitengeneza timu. Unajua kuna kipindi tulikuwa tunacheza na Simba tunapoteza kwa idadi kubwa ya mabao. Tulikaa chini tulifanya analysis siku 3 mfululizo kuangalia Simba wanachezaje. Tumeona wapi wana weakness na tumetumia weakness tumeweza kupata goal, lakini kwa bahati mbaya kuna baadhi ya maeneo tumefanya makosa madogo, tumeweza concede mabao mawili, lakini so far so good. Kitu ambacho tulikuwa tunakifikiria kimeenda kama vile ambavyo tulikuwa tumepanga. Angalia namna ambavyo timu ilikuwa inazuia, namna timu ilikuwa inashambulia, inaonyesha ni timu ambayo ilikuwa inafundishika. Kwa hiyo tuwapongeze Simba wamepata matokeo, lakini tunacha kujipongeza kwamba tumewapa mechi ambayo kila mtu akiangalia, hata mkirudi nyumbani kuiangalia maudio mtasema kweli hii ni mechi ambayo inastahili kuwa mechi ya ligi kuu. Pengine kukosekana kwa kocha, labda wachezaji wameongeza morale. Kukosekana kwa kocha mkuu aliyekuwa hapo mwanzo. Nani huyo? Kaliongala siko mapumziko, si atarudi? Au nyewe mmesikiaje? Hakuwepo. Yes, yule alompa huyu ambaye umemuona hapo alikuwa sehemu ya bench la KMC kwa muda mrefu. Msimu uliopita tulikuwa naye kama fitness coach, msimu huu tulikuwa naye na sasa hivi amekuja amesimama kwenye touchline kama head coach. Kwa hakuna kilichobadilika. Ni vile vile. Unajua KMC ni moja ya timu ambayo inaendeshwa kwa falsafa. Sawa. Sisi sasa tukimchukua Pep Guardiola akawa kocha wetu, tutampa falsafa zetu. Bwana Pep, hii KMC lakini tuna falsafa zetu, tutatakiwa ucheze hivi. Angalia makocha wote ambao wamepita, Mwalin, Kali na huyu ambaye mmemwona leo. Style ya uchezaji ni ile ile, tuna possess, tunashambulia na timu inasogea kwenda kwenye eneo la mwisho na tunaweza kufunga bao. Kwa hiyo mshangae, kuna vizuri vingi mtaviona. Hiki mlichokiona leo, kwa bahati mbaya naumia, ligi inaisha. Lakini kwa ligi ndio iko mwanzo, ningefurahi sana. Lanson watalala na viatu. Lakini ile ambayo mlikuwa mnasema atatufunga hat-trick amefunga. Kama sijaja hapa comment nilikuwa naona mpanzo. Vipi? Sasa mengia kipindi cha pili anaanza bench. Amepata shoot on target? Amepata shoot on target. Amefunga goli. Unajua hii mechi kabla haijaanza sasa niwaambie ni wote nyinyi hapa. Nyinyi wote hapa. Mlikuwa mnajua tunakula 4 au 5. Wote. Mmekuja hapa mkuja mnasubiria mechi isha mnaambia chukuchuku inakuaje mmekula 5. Lakini kwa bahati mbaya hilo swali limeondoka automatically. 5 hazijafika na ukweli tumeua clean sheet ya Kamara. Na hiyo ndio furaha yenu. Sisi furaha yetu mechi kwa kushinda. Kati ya mechi ambazo tumecheza tutakiwa tupate matokeo angalau ya alama moja ni hii. Tumetengeneza nafasi. Saliboko amepoteza nafasi mwisho pale. Kwa hiyo sisi tunajilaumu kuto kushinda huu mchezo. Ni aina ya mchezo ambao tungeweza kupata matokeo kabisa. Michezo ambayo imesalia target yenu ikoje sasa? Tuna mechi zidi ya Tabora United. Tabora hiyo nawahakikishia atoki. Tabora atoki. Tabora? Christina. Shemeji yangu Christina. Nakutana naye. Shemeji yangu. Ndio ilikufa. Talaka hajaandika lakini ndio mpaka utoe talaka. Masanza angetoa talaka shaka. Kwa hiyo ni mechi rahisi kweli? Afu sikiliza Jadu, ushemeji haufi. Ushakusema ushemeji unakufa? Ushemeji haufi. Hata ndoa hivi ushemeji naenda kwenye mechi zidi ya timu ya shemeji yangu. Afu uzuri shemeji yangu amekupita hapa pia. Kwa na kwenda Tabora. Mwambieni shemeji. Ile nyimbo ya Manifongo inaitwaje? Mnaikumbuka? Kwa hiyo nakwenda Tabora Masanza anisamee. Naenda kumuona shemeji. Umeruhusiwa na Masanza sasa? Nimpigie au? Mpigie. Kama inawezekana mwambie kabisa. Yaani siamini kama hii mechi kweli tumefungwa. Nikiangalia live score naona kama mechi inaendelea. By the way nitaongea na Masanza baadaye anipe looks. Lakini watu wanahoji kwamba mbona hii performance ambayo tumeiona leo tuone ikiwa consistent. Sasa kuanzia leo angalia mechi zote zilizobakia utakiona hiki kila siku. Okay. Swali lingine? Niwakaribisha kwenye ndoa yangu.